ayuha nasu ibadallah. Wa pili aliyetajwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika hii hadith anasema wa rajulun ba'a hurra, na yule mtu ambaye amemuuza mtu mungwana, mtu huru akamfanya kuwa ni mtumwa, akamuuza, akala thamani yake, kwa maana akanufaika na jambo lake hilo baya ambalo amelifanya kwa mtu huru. Hurriya ni milki ya Allah tabaraka wa taala, amewapa waja wake, na kwenye uhuru mtu ana wakati wa kufanya yale ya halali. Kwa hiyo anapotiwa katika arzik, katika utumwa, kwamba huyu mtumwa na muuza, anakuwa aliyefanya haya manahu min at-tasarruf fima abaha Allah lahu, amemzuilia huyu mwenzake kuyafanya yale ambayo amehalalishiwa na Allah, na anakuwa amemlazimishia hali ya uduni, hali ya udhalili, alzamahu hala adh-dhillati was-saghar. Ndio maana jambo hili likawa ni dhambun adhim. Umemfanya mtumwa aliyezaliwa na mama yake akiwa huru, huyu atakuwa ni hasimu wa Allah siku ya kiyama.